machafu, majengo huko ya machafu. Sasa leo tutakaa mpaka muda gani mpaka tutapata huo uchaguzi? Tuwaweke watu watawatambua wao na kuwapa pesa wao. Tunataka tuweke uongozi, tuweke bodi ya wadhamini, ile kamati tendaji ifuatilie mambo kihalali, kila kitu kihalali. Leo tarehe 17 ya mwezi wa 4 2026 tumekuja kuhitimisha kulingana na yale ambayo tuliokuwa tukiyalalamikia hapo awali juu ya masala dhulma, ubadhirifu unaoendelea Masjidi Islah. Wadhamini ni wamiliki wa msikiti wa Masjidi Islah uliopo katika eneo la Kigogo, kiwanja namba 245, kitalu namba A Kigogo, katika manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Waendeshaji ni wataalamu wenye elimu, ujuzi na uzoefu wa uendeshaji wa shule. Wadhamini wanao nia ya kumkabidhi mwendeshaji jukumu la kuanzisha na kuendesha shule katika eneo la msikiti. Jukumu la uendeshaji litahusisha yafuatayo: kumalizia ujenzi wa madrasa, ofisi za walimu, vyoo pamoja na store. B, kuweka vifaa vya kusomea, zana za kufundishia na mahitaji yote muhimu ya kielimu. C, kuandikisha shule na ufuatiliaji wa vibali vyote toka mamlaka husika. D, kuajili walimu na wafanyakazi wengine wa shule na kuwalipa mishahara yao na mafao mengineyo. E, kutafuta kuandikisha wanafunzi. F, kusimamia uendeshaji. Namba 3, shule itaandikishwa kwa jina la msikiti wa Masjidi Islah na ni mali ya Masjidi Islah. Shule itakuwa ni ya kulipia. Waendeshaji watapangwa kiwango cha ada na wataweka utaratibu wa kukusanya malipo yatakayotumika katika A, kodi ya pango; B, mishahara ya walimu na wafanyakazi wengine; C, ada, kodi, ushuru na mapato mengine ya serikali na mamlaka nyingine husika; ada ya uendeshaji, vifaa, zana za kufundishia na michezo, gharama nyingine yoyote muhimu au ya kulazimu katika uendeshaji wa shule. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimenukuu vipengele hivi ili tuweze kupata kufahamu uwasilia wa namna ya chuo kilichopo katika taasisi yetu ya Masjidi Islah. Huu ni mkataba ambao uliofungwa kwa tarehe hiyo niliyoitaja, tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2007, kwa maana ya kwamba unatueleza kuwa taasisi ya Masjidi Islah kupitia chuo kilichopo, chuo hicho ni milki, ni mali ya taasisi ya Masjidi Islah. Ndugu waandishi wa habari, leo tunazungumza kwa sababu toka kumalizika kwa bodi ya wadhamini ilipoondolewa kwa mujibu wa utaratibu wa katiba ya Masjidi Islah tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2023, kabidhi wa C Rita alipoiondosha bodi hiyo kukosa mamlaka katika namna ya utaratibu wa kisheria. Hivi leo nazungumza ninyi waandishi wa habari, ni takriban miaka mitatu kutoka 2023 mpaka 2026. Leo tuna mwezi wa 4. Chuo hiko mlichoweza kukifanikiwa kuona kilikuwa bado kina operate, maana ya kwamba kilikuwa kinatumika na wanafunzi walikuwa wakiendelea kusoma. Nini makusudio ya kuzungumza? Ndani ya miaka hiyo mpaka na hivi leo, taasisi ya Masjid Islah hainufaiki na chochote kupitia chuo hicho cha ualimu Masjid Islah Kigogo, hali ya kuwa mkataba unaeleza kuwa milki ya chuo ni mali ya taasisi ya Masjid Islah. Kwa ndugu waandishi wa habari, leo tumeshirikiana pamoja na wazee wetu waasisi wa Masjid Islah katika hili. Kamati ya wazee pamoja na kamati ya waumini Masjid Islah imeshirikiana kwa pamoja kwenda kufanya zoezi la ufungaji wa chuo hicho kwa sababu ya dhulma inayoendelea. Baada ya kukaa vikao vingi, ofisi ya kabidhi wa C na kuunda kamati ya uchunguzi juu ya ubadhirifu uliokuwa ukiendelea katika taasisi ya Masjid Islah, ofisi ya kabidhi wa C mkuu Rita aliweza kuitisha kila yule ambaye aliyekuwepo katika sehemu ya taasisi Masjid Islah kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi kulingana na sehemu aliyopo. Kwa mfano, mwendeshaji wa chuo anafahamika kwa jina la Mwenye Kombo. Kamati ya uchunguzi ilimwita mtu huyu katika ofisi ya serikali Rita, lakini sivyo bahati
mwendeshaji huyu wa chuo hakuweza kufika katika ofisi hizo za kabidhi wasi mkuu RITA, kwa maana ya kwamba kuna tafsiri kubwa ambayo au kuna sehemu ambayo yeye anaiangalia, anaishikilia kwa ajili ya kuendelea kufanya dhulma katika taasisi ya Masjid Islam. Toka mwaka 1967 tumeingia hapa na kiwanja chetu hichi cha msikiti tuliopewa, na baadaye nikachaguliwa kuwa mwenyekiti, tukaujenga msikiti huu. Sasa matatizo haya yanakuja hapa na pale, sisi wazee mengine hatuyajui kutokana na elimu, mambo ya ujanja, mambo ya elimu yale. Hawezi kula mtu na wewe ukawa unashindwa kumdhibiti, ile hali anakula kitu chako, anakula kwa sababu yeye ana elimu, ni mjanja na ana mategemeo ndio anakula. Sasa vijana hawa tumewachagua, anasimamia mambo na afuatilia, na sisi tupo, ndio wenyewe tulijenga msikiti huu toka 67 mpaka leo. Akitokea mtu anafanya kinyume cha hapo, sisi tunamwambia wewe unafanya kinyume, lakini wako watakaofuatilia, sio sisi. Hapa zishakuja sisi, taka habari zetu zisifike kwa wanaohusika. Wale wanaohusika wale ndio watashtukia wao wenyewe, kumbe hizo habari zinatajwa hivi na hivi na hivi na hivi. Wafuatilie mambo yetu yapate kwa vizuri, kwa sababu tunataka tufanye uchaguzi. Msikiti sasa hivi hauna uongozi kamili. Uongozi kamili kwa na bodi ya wadhamini. Sasa nataka ukenda huko unapigwa chenga, ukenda huko unapigwa chenga, unaambia miaka inakwenda tu. Tunaweka viongozi wa muda, vijana wa muda tu. Tunataka tuweke uongozi. Wewe bodi ya wadhamini, ile kamati tendaji ifuatilie mambo kihalali, kila kitu kihalali. Na nyinyi wenyewe mashahidi mmekwenda kuona namna hali kilivyo. Kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni, hakustahili kuwa chuo. Lazima tukubali kwamba hali ile haistahili hata kuwa chuo. Naona huyu mwekezaji amekuwa kama anafanya mambo kienyeji, na ndio maana hata hao waliotoka bodi walikuwa wao wanalishwa tu pesa, wanagawana, wanaondoka. Sasa sisi tulichokiona kama wazee wa taasisi hii, kila sehemu kuna wazee na kuna waasisi. Sisi tunapotuona ni waasisi na wazee. Mimi na huyu bwana toka 67 tuko hapa, toka vijana wadogo mpaka tumefikia hatua hii, lakini tumejenga wenyewe hii kwa nguvu zetu. Mpaka huyu kijana anakuja anaweka chuo, anafanya mazingira ambayo yasiyostahiki, na sisi tumekaa kwa kuheshimu hao bodi. Kilichofanyika wanajua wao, pamoja na kabidhi wasi katika kamati yake aliyoiweka. Sasa sisi tumeona kwamba hii hali itaifika mpaka lini? Kila mmoja anafanya mtego kwa kuona kwamba hakuna bodi. Sasa kama hakuna bodi, lakini tupo waumini wenyewe na tumeteua kamati ndio hii. Nafikiri nyewe mmeona nje huko jinsi namna walivyofanya, vyoo vichafu, majengo huko ya machafu. Sasa leo tutakaa mpaka muda gani mpaka tutapata huo uchaguzi, tuwaweke watu watawatambua wao na kuwapa pesa wao? Si hiyo tu, tumeanzia chuo huko na wengine vivi tutafuatilia. Tumekaa sasa tuna miaka miwili takriban, uchaguzi hakuna. Kwa hiyo mali za taasisi zinapokosa board of trustees, maana yake kwa mujibu wa sheria zinakosa mtu halali wa kusimamia mali za taasisi. Kwa kuwa tumehangaika sana na tukupata msaada, tunawaambia waandishi wa habari kwamba kuanzia sasa muda wote kamati itaketi na wazee, tutapanga tarehe ya uchaguzi na tutaitangaza kupitia vyombo vya habari. Lengo ni kulinda amani ya nchi na sio fujo. Hatuwezi kuvumilia mtu mmoja anazuia maslahi ya umati mkubwa kwa sababu ya maslahi yake.
Hilo jambo alikubaliki hata kidini, alikubaliki serikali, alikubaliki jamii. KM Online TV.